Siku ya tarehe 15 Oktoba mwaka 1987, kama nilivyoeleza kwenye sehemu ya kwanza ya maisha ya Thomas Sankara, risasi zilianza kusikika ndani ya ofisi ya serikali. Hii ilikuwa ni siku ya tarehe 15 Oktoba mwaka 1987, kama nilivyoeleza kwenye sehemu ya kwanza ya maisha ya Thomas Sankara. Ndani ya dakika chache, kiongozi huyo aliyekuwa na ndoto ya kubadilisha Afrika nzima alikuwa chini bila uhai. Kinachosisimua sio kifo chake tu, bali ni waliohusika na kifo hicho. Leo tunajibu swali hili. Je, aliuawa na maadui zake au rafiki yake wa karibu zaidi kama inavyoelezwa? Tuanzie hapa kwa rafiki yake ambaye pia alikuwa ngome yake imara. Historia inaonyesha kuwa Thomas Sankara hakuwa peke yake katika safari yake. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa bega kwa bega, rafiki yake, mshirika wa mapinduzi na mtu aliyemwamini zaidi, Blaise Compaoré. Wawili hao walikuwa kama ndugu, walipigana pamoja, walipanga pamoja, wakashinda pamoja. Lakini kadiri muda ulivyoenda, mambo yakaanza kubadilika. Taratibu ardhi ya Burkinabe ikamea mbegu ya usaliti ambayo kimsingi ilitokana na misimamo ya Sankara iliyogeuka tishio kwa anaowajua na asiowajua, walio karibu naye na wasio karibu naye. Sankara akaanza kufanya maamuzi makubwa. Kwanza, kupinga misaada ya nje na kisha kupunguza matumizi ya viongozi. Haikuishia hapo, akaanza kupambana na rushwa bila huruma. Haya yote yakawafanya mataifa ya Magharibi na viongozi wake wa ndani waliokuwa wanufaika na hata baadhi ya marafiki zake kuanza kumuona Sankara kama tishio. Matokeo ya hayo yalikuwa ni mmomonyoko wa kimya ulioanza ndani ya watu wake wa karibu. Taratibu kukaanza kuwepo na mgawanyiko, na pole pole rafiki yake wa karibu zaidi akaanza kuona kama anazidi kufunikwa. Kama ilivyokuwepo siku ya kutangazwa kwake kuwa rais, ndipo pia ikafika siku ya kusalitiwa kwake kama rais. Tarehe 15 Oktoba mwaka 1987, Sankara akiwa ndani ya kikao na maafisa wake, ghafla kikosi cha wanajeshi kikaingia. Hakukuwa na majadiliano, hakukuwa na nafasi ya kujitetea. Risasi zikaanza kumiminwa. Inasemekana Sankara aliinua mikono yake juu na kusema, "Najua mnanitafuta mimi, waacheni wengine waondoke." Lakini hakuna aliyemsikiliza, na dakika chache baadaye alikuwa chini. Inasikitisha kusema kuwa mzalendo huyo wa Afrika alipigwa risasi zaidi ya mara 10, na ndoto ya mapinduzi ya Afrika ikazikwa kikatili kwenye kaburi la sahau. Kama ilivyo kwa watu wengi mashuhuri, na hata kifo cha Sankara kilifuatiwa na propaganda na simulizi mbalimbali za uongo. Ukweli halisi ulibaki kwa waliouawa na wale waliowaua. Na baada ya kifo chake, serikali mpya chini ya Blaise Compaoré ikaanza kusambaza taarifa kwamba kulikuwa na mgogoro wa ndani, kwamba Sankara alikuwa anapanga mambo ya hatari, kwamba kilichofanyika ilikuwa ni hatua ya kuokoa taifa. Lakini watu wengi hawakuamini, na hapo ndipo kukaanza kuibuka nadharia nyingi. Baadhi wanasema mataifa ya nje kama France yalihusika. Wengine wakamtaja Muammar Gaddafi kwa sababu ya mahusiano ya kisiasa. Wengine wakasema ilikuwa ni tamaa ya madaraka tu. Hakuna ukweli uliowahi kuwekwa wazi mara moja. Na kwa upande wa kesi ilikuwepo, lakini ilikuwa katika upande wa kesi iliyofunikwa, kwa sababu miaka mingi baada ya kifo chake hakukuwa na uchunguzi wa haki. Hakuna kesi ya wazi, hakuna haki kwa familia, wala hakukuwa na majibu kwa wananchi. Mwili wa Sankara ukazikwa haraka bila heshima inayostahili. Mwili wa Sankara ukazikwa haraka bila heshima inayostahili. Ni kama tu historia ilijaribu kufutwa. Lakini tabia moja ya kweli ni kwamba huweza kufichwa kwa muda fulani, lakini si kwa wakati wote. Taratibu ukweli ikaanza kudhihirika. Hii ilikuwa ni miaka mingi sana baadaye, baada ya Burkina Faso uprising ya mwaka 2014 iliyofanywa na kina Ibrahim Traore. Blaise Compaoré akaondolewa madarakani na kufanikiwa kukimbia nchi. Hapo ndipo mlango ukafunguka, uchunguzi ukaanza upya, na hatimaye mahakama ikaanza kufichua ukweli uliokuwa umefichwa kwa miaka zaidi ya 30. Katika kesi hiyo,
Blaise Compaoré alitajwa moja kwa moja kuhusika na mauaji, akahukumiwa akiwa hayupo ndani ya nchi yake, lakini mpaka leo hajawahi kurudi Burkina Faso kujibu mashtaka uso kwa uso. Swali linabaki kuwa gumu kwa wachunguzi, wachambuzi, wadadisi na wafuatiliaji wa mambo. Je, haki ilitendeka kweli au ni nusu tu ya ukweli? Thomas Sankara alikufa, lakini mawazo yake hayakufa. Aliamini Afrika inaweza kujitegemea. Aliamini viongozi wanapaswa kuishi kama wananchi wao. Na zaidi ya yote, alionyesha kuwa adui mkubwa wa mapinduzi si mara zote yuko nje. Wakati mwingine anakuwa ni rafiki yako wa karibu zaidi. Na kisa chake kinatukumbusha jambo moja ambalo watu wengi hawalisemi. Aliyeua kwa upanga mwisho wake hauwezi kuwa wa kufariji, na hatima ya maono makubwa haiharibiwi bali inacheleweshwa. Kuingia kwa Ibrahim Traore madarakani kunaweza kukaleta stori ya kufananisha mambo kwa wanaopenda kuhusianisha. Umri alioingia nao madarakani ni kama Sankara, na namna alivyoingia madarakani na misimamo na uwajibikaji, vyote vinafanana. Hata hivyo, muda haujatupa majibu halisi ya Ibrahim Traore ni Sauli kwa wana wa Israeli au bado inabidi tumngoje ajaye. Kama umefika hapa na mimi kusikiliza kisa hiki, andika kwenye komenti usaliti ni adui wa ndoto. Kisha tuendelee kutazama namna ambavyo Sankara mawazo yake yameathiri vijana wengi wa Afrika hadi leo. Sababu ni kweli kwamba mpaka sasa ni miaka zaidi ya 30 imepita tangu kifo chake, lakini jina lake bado linaimbwa mitaani. Picha yake bado inabebwa na vijana, na mawazo yake bado yanawaogopesha baadhi ya viongozi. Swali ni je, kwa nini Thomas Sankara bado ana nguvu mpaka leo? Jibu moja la uhakika ni kwamba Sankara hakuwa rais wa kawaida. Aliishi kile alichohubiri. Alikataa maisha ya kifahari. Alipunguza mishahara ya viongozi. Akahimiza uzalishaji wa ndani. Akawapa wanawake nafasi kubwa katika jamii. Kwa kifupi, aliishi kama mwananchi wa kawaida, lakini akafikiri kama kiongozi wa kesho. Ndio maana leo anaonekana kama mtu aliyekuwa ahead of his time. Katika nchi nyingi za Afrika, vijana wanapambana na ukosefu wa ajira, uongozi usio na mwelekeo, utegemezi wa misaada ya nje. Lakini wanapomwangalia Sankara, wanaona mfano tofauti. Kiongozi aliyethubutu kusema, Afrika haihitaji kuomba, inaweza kujisimamia. Ndio maana picha zake zipo kwenye t-shirts, zinachorwa kwenye kuta, street art, zinashirikiwa sana mtandaoni. Amekuwa symbol ya resistance na hope. Na ni kweli kuwa muda mrefu jina lake lilikuwa kama limefichwa hivi. Lakini kadiri miaka ilivyopita, leo dunia inaanza kumwangalia tena. Vitabu vinaandikwa juu yake, documentary zinaanza kutolewa, wanaharakati wanaanza kumtaja kama mfano, na hata viongozi wengine wanaanza kurejea falsafa zake. Hata leo watu wanamlinganisha na Che Guevara kwa ujasiri na msimamo wake. Swali la kama maono ya Sankara yamekamilika na je, Afrika ya leo iko karibu na ndoto ya Sankara, ni maswali ambayo yanahitaji kufikiri kwa namna nyingi. Kwa upande mmoja, kuna maendeleo ya teknolojia, kuna vijana wanaoanza kujitegemea, lakini kwa upande mwingine, utegemezi bado upo. Rushwa bado ni changamoto, uongozi bora bado ni nadra. Na hii ina maana ya kwamba ndoto yake bado haijakamilika. Ndugu zangu wa Afrika na vijana wa leo, urithi wa Sankara sio historia tu, ni mwongozo. Anatufundisha uongozi ni vitendo, si maneno. Mabadiliko yana gharama. Ukweli unaweza kukuweka hatarini, lakini una nguvu. Na somo kubwa zaidi, usaliti unaweza kuua mtu, lakini hauwezi kuua wazo. Thomas Sankara aliuawa, lakini hakushindwa, kwa sababu leo hii kila kijana anayechagua kujitegemea, kupinga dhuluma, kuamini Afrika, anaendeleza ndoto yake. Na labda mapinduzi ya kweli hayajaanza bado. Kama unaamini Afrika inaweza kusimama yenyewe, andika kwenye comment, Afrika ni sisi. Kisha share video hii ili watu wengi wajue ukweli huu. Na pia nina swali hapa la kutafakari. Hivi kama Sankara anatakiwa kurudi kuwa rais wa nchi moja Afrika, ungependa awe kiongozi wa taifa gani? Niwekee maoni yako hapa chini kwenye section ya comment.
Hii ni Siz Media, learn, inspire and grow. Usisahau kusubscribe Siz Media kwa simulizi zaidi za kweli zinazotikisa historia. Mimi naitwa Omar Zongo.